Mhashamu Askofu Alfred Maluma anayetimiza miaka 4 tangu kifo chake. Kumwombea Padre Wolfgang Mwalomo anayetimiza miaka 23 tangu kifo chake. Kuwaombea mapadri wote, watawa wote na waamini wote walei marehemu walioaga dunia mwezi Aprili. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kutayarisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namngamia Mungu Mwenyezi, nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nami ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, unatutajirisha kwa baraka zote kwa njia ya neema yako isiyo na kifani. Utujalie tutoke katika hali ya zamani ya kuingia katika hali mpya, ili tuangaliwe kwa utukufu wa ufalme wa mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha nabii Danieli. Waliohudhuria wakasadiki, wakiwa wazee wa watu na waamuzi. Hivyo wakahukumu auawe. Mara Suzana akalia kwa sauti kuu akasema, Ee Mungu wa milele, wewe wajua yaliyositirika, wajua mambo yote yasiyokuwako. Wewe wajua kwamba wananishuhudia uongo, na tazama, imenipasa kufa. Walakini sikufanya kamwe mambo kama hayo, ambayo watu hawa wameabudi juu yangu kwa ukorofi. Naye Bwana akaisikia sauti yake. Kwa hiyo alipochukuliwa huko kwenda kuuawa, Mungu alimchochereza roho kijana mmoja, jina lake Danieli. Naye akapaza sauti akasema, mimi simo katika hatia kwa damu yake mwanamke huyu. Mara wote wakamgeukia wakasema, maneno haya uyasemayo maana yake nini? Akasimama katikati akasema, enyi bani
hutakuwa mzee katika uovu. Sasa dhambi zako zimekukalia ulizozitenda zamani, kwa hukumu isiyo haki, kumpatiliza asiye na hatia na kumwachia mwovu. Lakini Bwana asema, asiye na hatia mwenye haki usimue. Haya basi, wewe ulimuona kwa macho, useme, chini ya mti gani ulipowaona wakikaa pamoja? Naye akajibu, chini ya msandarusi. Danieli akasema, hakika umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe. Maana sasa hivi malaika wa Mungu amepokea hukumu ya Mungu, akakukate vipande viwili, akamtenga huyo tena, akaamuru kuleta yule mwingine, akamwambia, ewe mzao wa Hamani, wala si wa Yuda, uzuri umekudanganya na tamaa imekutosha moyo wako. Hivyo ndivyo ulivyowafanyia binti za Israeli, na kwa hofu walitembea nawe. Bali huyu binti Yuda hakuweza kustahimili uovu wako. Haya basi, nawe useme, chini ya mti gani ulipoona wakikaa pamoja? Naye akajibu, chini ya mkwaju. Danieli akamwambia, hakika wewe nawe umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe. Maana malaika wa Mungu tayari anakungoja mwenye upanga, akukate vipande viwili, ili awaangamize wote wawili. Mara hiyo makusanyiko yote wakapaza sauti kwa nguvu, wakamhimidi Mungu awaokoaye wamtumainio. Wakawaondokea wale wazee wawili, kwa maana Danieli ameuhakikisha ushuhuda wao wa uongo hata vinywani mwao wenyewe. Wakatenda kwa torati ya Musa, kama vile walivyokusudia kwa ukorofi kumfanyia jirani nao, wakawaua. Na mwenye damu isiyo na hatia aliokolewa siku ile. Neno la Bwana. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Kiitikio: nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,
ushuhuda wako si kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ingawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili, mimi simhukumu mtu. Nami nijapo hukumu yangu ni kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Tena katika Torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Mimi ndimi ninayeshuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala Baba yangu hamjui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba yangu. Maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni katika chumba cha hazina, wala hakuna mtu aliyemkamata, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja. Neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Ndugu zangu, kutoka Danieli sura ya 13 tumesikia habari ya Susana, mwanamke Myahudi anayeishi uhamishoni Babiloni. Mwanamke tajiri, mrembo, mwenye tabia njema, na juu ya yote ni mcha Mungu. Amelelewa hivyo na wazazi wake tangu utoto wake. Ameolewa na Yoakimu Myahudi mwenzake, mwenye kuheshimika sana katika jamii ya Kiyahudi inayoishi uhamishoni. Wote hawa wanaishi Babiloni, katikati ya watu wasiomjua Mungu. Si tu Wababeli wenyewe, bali hata wale Wayahudi wenye elimu ya Mungu nao wamemwasi Mungu, wamepoteza dhana ya dhambi na kutojali ukweli kwamba matendo maovu ni chukizo kwa Mungu. Susana anategewa mtego, achague kumwasi Mungu kwa kukosa uaminifu wa ndoa kwa mumewe, au aaibishwe hadharani kwa kubandikwa kesi ya aibu, hatimaye auawe kwa kupigwa mawe. Susana anamchagua Mungu kuwa tumaini lake. Anakubali aibu ya muda duniani na kifo cha kimwili kuliko aibu ya milele kwa Mungu na kifo cha kiroho. Anamlilia Mungu tu pasipo lawama kwa mtu yeyote. Danieli anachochewa na Roho wa Mungu kutenda haki. Nuru kutoka kwa Mungu inamwangaza akili na moyo wake ili kutetea haki ya wanyonge. Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu, ipo duniani kwa ajili yetu sisi. Kumbe Susana wengi wanahitajika sasa kuishi katikati ya Babiloni ya uovu wa ulimwengu. Danieli wengi wanahitajika sasa kutetea haki za waliobandikwa kesi na kufungwa, wajane, wageni, wagane, yatima, wanyonge, walioporwa haki zao na wababe katika jamii zetu. Kumbe Danieli ni nani? Susana ni nani? Ni kila mmoja wetu, awe Susana kwa hofu ya Mungu, awe Danieli kwa kutetea haki. Amen.
ili wakaribishwe kwako mbinguni. E Bwana, naomba utusikie. E Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala zetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana wetu mtakatifu na chemchemi ya
kwa nguvu ya Roho wako, ili iwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia mbele katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ukumbuke kanisa lako liloenea popote duniani.